Maseneta wa Marekani, Senator Shaheen, mjumbe mwandamizi wa kamati ya uhusiano wa kigeni ya Seneti, na Senator Ted Cruz waliwasilisha muswada wa sheria wa pande mbili, yani bipartisan, sheria ya kutathmini upya uhusiano wa nchi mbili kati ya Marekani pamoja na Tanzania. Sheria hii ya kutathmini upya uhusiano huo inataka kufanyika kwa tathmini ya kina ya uhusiano kati ya Marekani na Tanzania kufuatia uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025, ambapo inaripotiwa mamlaka za Tanzania zilikandamiza kikatili maelfu ya waandamanaji. Mamlaka zinatuhumiwa kuzima mtandao wa intaneti nchi nzima, kuwanyima majeruhi huduma za afya na matibabu, kuwakamata waandamanaji kutoka hospitalini na kukusanya miili kutoka katika vyumba vya kuhifadhia maiti ili kuficha ukubwa wa ukandamizaji. Muswada huo unaitisha tathmini upya ya ushirikiano wa kiusalama, kiuchumi na kidiplomasia wa Marekani na Tanzania kutokana na kuporomoka kwa misingi ya demokrasia nchini Tanzania, ukandamizaji wa kisiasa kwa wapinzani, ukiukwaji wa haki za binadamu. Muswada huo wa sheria unalenga zaidi kusitisha misaada ya kiusalama na kiuchumi pamoja na fedha za MCC na kuweka vikwazo vya visa na mali dhidi ya viongozi wa serikali ya Tanzania na usalama kwa wote waliohusika na ghasia hizo na ukiukwaji wa uhuru wa kidini. Misaada hiyo itarejeshwa tu iwapo serikali ya Tanzania itafanya mageuzi ya kweli ya kidemokrasia, kulinda uhuru wa watu kujieleza na kuruhusu uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu mauaji ya raia yaliyofanywa na vikosi vya serikali Oktoba 29 mwaka 2025 na siku zilizofuata. Muswada wa sheria wa pande mbili bipartisan unaitaka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kufanya tathmini upya ya uhusiano kati ya hizi nchi mbili, ikijumuisha mwelekeo wa kidemokrasia wa Tanzania, ukandamizaji wa kisiasa na athari za machafuko kwa biashara za Marekani na utulivu wa kikanda. Muswada huo wa sheria unaitisha mkakati wa kina unaoainisha mageuzi ya kidemokrasia yanayohitajika kufanyika nchini Tanzania, ikiwa ni pamoja na ulinzi wa uhuru wa watu kujieleza, uhuru wa kidini, watu kuabudu na utawala bora wa sheria pesa zao ambazo zinachukuliwa. Muswada unataka ripoti inayowataja maafisa wa serikali ya Tanzania, CCM na vyombo vya usalama waliohusika na ghasia za kisiasa, matukio ya kuteka na kupoteza watu, udhibiti wa habari, udhalimu wa kidini na ukiukwaji mwingine mkubwa wa haki za binadamu. Muswada huo wa sheria ya kutathmini uhusiano unaruhusu kuwekwa kwa vikwazo, ikiwa ni pamoja na kupigwa marufuku kwa visa za kusafiria na kuzuia mali dhidi ya watu binafsi waliohusika na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na ukandamizaji wa kisiasa. Unasitisha misaada ya kiusalama, kiuchumi, kimaendeleo na msaada wa kibiashara kutoka Marekani kwenda Tanzania hadi pale waziri wa mambo ya nje atakapothibitisha kuwa Tanzania imetekeleza mageuzi ya maana ya kidemokrasia na kukomesha mashtaka yenye msingi ya kisiasa pamoja na udhibiti wa habari. Muswada wa sheria wa pande mbili bipartisan kutathmini upya uhusiano kati ya Marekani na Tanzania unapiga marufuku msaada wa Millennium Challenge Corporation MCC kwa Tanzania hadi Tanzania ionyeshe nia mpya ya dhati katika utawala wa kidemokrasia. Muswada huo wa sheria ya kutathmini upya ushirikiano kati ya Marekani na Tanzania unaonesha mshikamano, yani solidarity, na watu wa Tanzania kuunga mkono wito wa kufanyika kwa uchunguzi huru wa kimataifa kuhusu matukio yaliyotokea Oktoba mwaka 2025 nchini Tanzania. Siku moja baada ya Seneti ya Marekani kuwasilisha mswada huo, bado watu walikwenda kumteka msaidizi wa Tundu Antipas Lissu ambaye ametajwa katika huo mswada wa sheria ya kutathmini upya uhusiano kati ya Marekani na Tanzania. Marekani inaingiza wastani wa dola za Kimarekani bilioni 2.8 sawa na takriban shilingi trilioni 7.32 za Kitanzania kila mwaka katika uchumi wa Tanzania. Nafikiri hawa wanaoitwa wadau wa maendeleo waendelee kukaza nati kwa kuwa hawa wahauni bado ukatili upo kwenye damu. Hapa tunazungumzia hatua kubwa ya kihistoria iliyochukuliwa na Seneti ya Marekani, ambapo Senator Jen Shaheen Democrat na Senator Ted Cruz wa Republican wamewasilisha mswada wa pande mbili bipartisan unaotaka kutathmini upya uhusiano wote kati ya Marekani na Tanzania kutokana na madai ya ukandamizaji wa kisiasa, ukiukwaji wa haki za binadamu na matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025.
Muswada huo unaonyesha kusababisha kusitishwa kwa misaada ya kiusalama na kiuchumi, vikwazo vya visa na mali kwa maofisa, na kuzuiliwa kwa ufadhili wa Millennium Challenge Corporation MCC. Hii inakuja siku moja baada ya kutolewa kwa mswada huo, ambapo msaidizi wa Tundu Lissu, David Jumbe, anachukuliwa kimabavu. Muswada una jina la kisheria ya kutathmini upya uhusiano kati ya Marekani na Tanzania. Unataka tathmini kamili ya uhusiano wa diplomasia, kiusalama na kiuchumi, kuchunguza madai ya ukandamizaji wa waandamanaji, kuzimwa kwa interneti, uvamizi wa hospitali na ukiukwaji wa haki za binadamu wakati wa uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Pia, ikiwa utapitishwa, Marekani inaweza kusitisha misaada, kuweka vikwazo kwa maafisa wanaohusika na kuzuia ufadhili wa MCC hadi mageuzi ya kweli yatakapothibitishwa. Senator Shaheen alisisitiza wajibu wa kulinda demokrasia na kuzuia ushawishi wa China. Senator Cruz alituhumu serikali ya Tanzania kwa dhuluma za kidini na kuchakachua kura. Hii ni hatua adimu ambapo Republican na Democrat wamekubaliana. Uchunguzi ulizua maandamano makali yaliyosababisha vifo vingi. Tume ya Jaji Chande ilikiri vifo, lakini ripoti yake bado haijawekwa hadharani kikamilifu, na vyanzo vya upinzani na asasi za kimataifa vinakadiria vifo zaidi ya 500 mpaka 800. Kupitia Human Rights Watch pamoja na Amnesty International vimeripoti matumizi ya nguvu kupita kiasi, utekaji na unyanyasaji kingono. Kesi ya Agatha Atuhaire na Boniface Mwenge zinakuwa kama mfano. Na kupitia bunge la Ulaya limetoa wito wa uwajibikaji na uchunguzi huru. Na Marekani pia imekuwa ikifuatilia kwa ukaribu, na mswada huu unaonyesha kuwa Congress ina wasiwasi mkubwa. Je, asali za mswada huu ni nini? Marekani inaingiza wastani wa dola bilioni 2.8, takriban sawa na shilingi trilioni 7.32 kila mwaka katika uchumi wa Tanzania. Vikwazo vinaweza kuwasili misaada, uwekezaji na fadhili za MCC. Hii inazidisha shinikizo la kimataifa kutoka EU na nchi zingine. Je, hii ina maana gani kwa taifa la Tanzania? Kwa upande wa kiuchumi, inaweza kuwasili miradi ya maendeleo na ukuaji kwa uchumi, na kisiasa inaweza kuongeza shinikizo la ndani na kuimarisha upinzani, na kimataifa inaweza kuharibu taswira ya Tanzania na kuathiri uhusiano na washirika wengine. Na kwa wananchi inaweza kuathiri maisha ya kila siku kupitia kupungua kwa misaada. Muswada huu ni onyo kali na una uzito mkubwa. Marekani kupitia bipartisan unaonyesha kuwa ina wasiwasi mkubwa kuhusu demokrasia na haki za binadamu nchini Tanzania. Hili si swala dogo. Serikali inapaswa kuchukulia kwa uzito badala ya kuona kama uingiliaji wa mambo ya ndani. Inapaswa kutumia fursa hii kurekebisha mambo ya ndani, kuweka ripoti ya tume ya Jaji Chande hadharani, kutoa haki kwa waathirika na kuanza mchakato wa katiba mpya. Serikali inapaswa iweke uwazi na uwajibikaji katika matukio ya Oktoba mwaka 2025, na mchakato wa katiba mpya na mageuzi ya uchaguzi uanze haraka. Mazungumzo ya kitaifa yenye ushiriki wa pande zote yaanzishwe ili kuepuka vikwazo na kurejesha imani ya kimataifa. Na Marekani nayo iwe na mbinu ya kujenga na kushirikiana badala ya vikwazo tu. Mwisho wa siku, haki za binadamu na demokrasia sio swala la nje tu, ni msingi wa utulivu na maendeleo ya ndani. Tanzania inaweza kupaswa kurekebisha mambo ili kuepuka vikwazo na kuimarisha heshima yake kimataifa. Seneti ya Marekani imewasilisha mswada ambao unaweza kuleta vikwazo vikali kwa Tanzania kufuatia madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu na ukandamizwaji wa kisiasa baada ya uchaguzi wa mwaka 2025. Hii ni hatua yenye uzito mkubwa ambayo inahitaji majibu ya hekima na ya haraka kutoka kwa serikali. Tanzania inastahili heshima kimataifa na inapaswa kujenga demokrasia yenye haki na uwajibikaji. Tuungane kudai mabadiliko halisi.